Kuna tukio la kusikitisha sana ambalo limeweza kutendwa na Jeshi la Polisi la Tanzania chini ya utawala wa Samia Suluhu, na tukio hili limeweza kutokea usiku wa jana au jioni ya jana, na mimi tu ndio nimechelewa kukutaarifu. Jeshi la Polisi la Samia Suluhu limetupa mabomu ya machozi kwa msafara wa viongozi wa Chadema. Mabomu ya machozi yametumika na kurushiwa viongozi ama msafara uliokuwa umembeba makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche na viongozi wengine wa kike wa Chadema. Mtazamaji, kama kawaida yetu, kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na nikuchambulie kwa ndani zaidi, nifahamishe unanitazama ukiwa maeneo gani. Kama umo nje ya nchi, niambie unanitazama ukiwa taifa gani, na kama upo humu katika taifa letu la Tanzania, niambie unanitazama ukiwa maeneo gani. Mtazamaji, mvutano mkali ulizuka Tanzania mnamo Machi tarehe 8 jioni, giza lilipokuwa likizama mwaka huu 2026, baada ya polisi ama jeshi la polisi chini ya utawala wa Samia Suluhu kulazimika kutawanya mkusanyiko wa wafuasi wa upinzani Chadema waliokuwa wamekusanyika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake. Hafla hiyo ilikuwa imeandaliwa na wanawake waliojiunga na chama cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kilichoanza kama sherehe ya kawaida iliyomaanisha kuangazia haki za wanawake duniani na usawa wa kijinsia kiligeuka haraka na kuwa uwanja wa vita pamoja na kuwa eneo la machafuko baada ya maafisa wa Jeshi la Polisi la Tanzania kuingilia kati kwa fujo na kutumia mabomu ya vitoa machozi kuvunja mkusanyiko huo. Tukio hilo limezua mjadala mkali kati ya wananchi, viongozi wa kisiasa wa upinzani na mashirika ya haki za binadamu kote nchini. Wanawake hao pamoja na viongozi wengine wa Chadema walikuwa wamekusanyika mapema asubuhi kuadhimisha siku ya kimataifa yenye lengo la kutambua mafanikio ya wanawake kijamii, kiuchumi na pia kisiasa. Washiriki ni pamoja na wanaharakati, viongozi wa jumuiya na wanachama wa miundo ya wanawake ya Chadema waliokusanyika kufanya hotuba na hafla hiyo ya siku ya wanawake pamoja na kuimba nyimbo na kuwasilisha maonyesho ya kitamaduni kama kawaida. Shughuli zao zililenga kukuza usawa wa kijinsia, kuimarisha sauti za wanawake katika siasa na kuhimiza mshikamano miongoni mwa wanawake kutoka jamii tofauti katika taifa hili letu. Hali ya awali ilionekana kuwa ya amani na ya kusherehekea, huku washiriki wakijiandaa kuheshimu hafla hiyo, wasijue jeshi la polisi lilikuwa limepanga nini. Hata hivyo, hali ilibadilika sana ghafla baada ya askari wa jeshi la polisi chini ya utawala wa Samia Suluhu Tanzania kufika ghafla eneo la tukio au la hafla hiyo ya wanawake. Kulingana na walioshuhudia, maafisa hao waliingia kutawanya mkusanyiko huo, na muda mfupi baadaye gesi ya kutoa machozi au mabomu ya vitoa machozi viliweza kurushwa ghafla katikati ya viongozi pamoja na wanawake. Kutolewa kwa mabomu hayo ya vitoa machozi ghafla kulizua mkanganyiko na hofu miongoni mwa wanawake pamoja na watu wengine waliokuwepo eneo hilo. Washiriki wengi walilazimika kutawanyika pande tofauti walipokuwa wakijaribu kuepuka mafusho hayo ama moshi huo mkali ambao ulikuwa ukiwaumiza, uliorushwa na mabomu ya maafisa hao wa polisi. Mashahidi walielezea wakati huo kama wa kutisha na wenye machafuko. Inasemekana wanawake kadhaa walianza kukohoa na kuhangaika, wengine wakizimia na kupoteza fahamu, wengine wakishindwa kupumua, huku mabomu hayo ya machozi yakisambaa katika eneo hilo. Wengine walijaribu kuwasaidia wale ambao walikuwa wameanguka au ambao walionekana kuchanganyikiwa wakati wa kukimbia kwa mabomu hayo ya vitoa machozi. Katikati ya hofu hiyo ya ghafla iliyozuliwa na majeshi wa polisi, baadhi ya washiriki walipata majeraha madogo wakati wakijaribu kutoroka mabomu hayo ya vitoa machozi na umati wa watu waliokuwa wakitawanyika kwa kasi. Waangalizi wa haki za binadamu sasa wametoa wasiwasi kuhusu namna tukio hilo lilivyoendeshwa na jeshi la polisi. Mashirika yanayotetea haki za kiraia yanasema kuwa mikusanyiko ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake inapaswa kuzingatiwa kama shughuli za kiraia za amani badala ya vitisho vya usalama. Wanasisitiza kwamba matukio kama hayo mara nyingi hutoa fursa kwa wanawake kujadili masuala yanayohusu jamii zao, ikiwa ni pamoja na usawa, uwakilishi na haki ya kijamii. Kwa hivyo matumizi ya nguvu katika miktadha kama hiyo yameleta ukosoaji kutoka kwa wanaharakati na wanasiasa. Viongozi wa kisiasa ndani ya Chadema walikuwa wepesi kulaani vitendo vya polisi vilivyofanywa dhidi ya mkusanyiko huo. Wajumbe waandamizi wa chama hicho walieleza matumizi ya mabomu ya machozi kuwa ni jibu lisilo la lazima kwa kile wanachosema ni sherehe za zamani na za amani. Wanasisitiza kuwa hafla hiyo ilinuia kuangazia uwezeshaji wa wanawake duniani na Tanzania
badala ya kuibua makabiliano ya kisiasa. Kulingana na viongozi wa upinzani, tukio hilo linaonyesha matatizo yanayowakabili wanawake wanaojaribu kujihusisha kwa uwazi katika mijadala ya kisiasa na kiraia. Mzozo huo umeibuka ndani ya mazingira mapana ya kisiasa ambapo mivutano kati ya vyama vya upinzani na mamlaka imeibuka mara kwa mara. Katika miaka ya hivi majuzi, mikusanyiko ya kisiasa inayohusishwa na vikundi vya upinzani wakati mwingine imekabiliwa na vizuizi au kuzidisha uchunguzi wa usalama. Wachambuzi wanasema huenda muktadha huu ulichangia ongezeko la kasi lililotokea wakati wa hafla ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Kwa sababu hiyo, tukio hilo linatafsiriwa sio tu kama suala la usalama, lakini pia kama sehemu ya mazungumzo makubwa ya kisiasa katika taifa hili letu. Baadhi ya mashahidi waliripoti kwamba matumizi ya vitoa machozi ama mabomu ya kutoa machozi yalionekana ghafla na bila onyo la hapo awali. Kulingana na maelezo yao, umati haukuwa umeonyesha dalili za vurugu kabla ya polisi kuingilia kati. Mtazamo huu umezidisha wito mapitio huru ya kile kilichotokea, na kama majibu yalilingana na hali hiyo. Kuchunguza matukio kama haya, wanaharakati wanasema ni muhimu kwa kudumisha imani ya umma katika taasisi za kutekeleza sheria. Tukio hilo pia limevuta hisia kutoka kwa mashirika ya kiraia yanayotetea haki za wanawake na ushiriki wa kidemokrasia. Vikundi vingi vinaamini kuwa wanawake wanapaswa kushiriki katika mijadala ya hadhara bila woga wa vitisho au nguvu. Wanasema kuwa maadhimisho kama vile siku ya kimataifa ya wanawake duniani yana jukumu muhimu katika kuongeza uelewa kuhusu usawa wa kijinsia na kuwezesha wanawake kushiriki katika maisha ya kiraia. Majadiliano ya mtandaoni kufuatia tukio hilo la ghafla yamekuwa makali sana leo. Mitandao ya kijamii ilijaza haraka hisia kutoka kwa wafuasi wa mitazamo tofauti ya kisiasa. Baadhi ya watu walionyesha hasira na kufadhaika kutokana na matumizi ya mabomu ya machozi dhidi ya wanawake kuadhimisha sherehe za kimataifa Tanzania. Wengine walisema kuwa mamlaka huenda zimekuwa zikitekeleza kanuni kuhusu mikusanyiko ya watu, zikiangazia jinsi suala hilo limechangiwa kisiasa. Licha ya msukosuko huo, mapema siku hiyo, ripoti zinaonyesha kuwa hali ilitulia taratibu baadaye, huku umati wa watu ukitawanyika na idadi ya polisi kupungua. Msaada wa kimatibabu uliripotiwa kutolewa kwa watu kadhaa ambao walipata shida ya kupumua kutokana na mfiduo wa gesi ya machozi ya mabomu ya machozi iliyorushwa na jeshi la polisi. Majeraha mengi yalielezwa kuwa madogo, ingawa washiriki walisema athari ya kihisia ya uzoefu ilibaki muhimu kwa wanawake wengi waliohusika. Tukio hilo limeibua upya wito wa mazungumzo kati ya wahusika wa kisiasa na mamlaka za usalama ili kuhakikisha kuwa matukio ya umma yanaweza kufanyika kwa usalama. Waangalizi wanasema mawasiliano ya wazi na kuheshimiana kati ya waandaaji na watekelezaji sheria inaweza kusaidia kuzuia makabiliano sawa katika siku zijazo. Kuweka miongozo ya uwazi kwa mikusanyiko ya watu wengi kunaweza pia kupunguza kutoelewana kunakosababisha migogoro. Kwa wanawake wengi waliohudhuria mkusanyiko huo jana, matukio ya siku hiyo yalikuwa ukumbusho wa changamoto wanazokabiliana nazo wakati wa kutetea haki zao kama wanawake. Ni hayo tu mtazamaji niliyojaliwa kukuandalia katika ripoti ya habari hizi. Kumbuka kulike video hii na usubscribe. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kila siku kupokea ujumbe kupitia simu yako kila wakati ambapo tutakuandalia habari ama taarifa mpya. Vile mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika ripoti ama habari zetu mpya.